au matendo. Tunasema kwa matendo ni udhihirisho wa imani. Matendo ni udhihirisho wa imani kwa Mungu. Kwa hiyo kwa sababu Mungu anawahesabia watu haki kwa kuamini, kwa imani. Mungu siku zote anawahesabia watu haki kwa kuamini, kwa sababu wameamini. Kwa hiyo yale matendo matendo yanakuwa ni udhihirisho wa imani kwa yule mtu ambaye ameamini. Ni udhihirisho au matokeo au mazao haya yote ile imani yako kwa Mungu. Kwa hiyo kwa hiyo tunaona kwamba kuna umuhimu kwa muamini ambaye au mtu ambaye ameamini kutembea kwa kudhihirisha kudhihirisha matendo mema, kwa sababu hayo amepokea katika wokovu. Hayo amepokea katika wokovu. Manake kwa wewe kumwamini Mungu, unaona kwamba mwamini anahitaji kutembea kwa kudhihirisha matendo mema, kwa sababu hayo amepokea katika wokovu. Amepokea katika wokovu. Kwa hiyo ni kitu ambacho ni asili yako. Ni asili yako tayari. Ni asili ambayo uko nayo ndani yako. Ni asili ambayo uko nayo ndani yako. Kwa hiyo unatembea kwa kudhihirisha. Kwa hiyo tumeona kwamba kila ambacho Yakobo alikuwa anazungumzia ni kwamba matendo hayamuokoi yule ambaye yuko katika uhitaji. Yuko katika uhitaji. Kwa hiyo niposa kuna umuhimu wa kutembea kwa kuenenda kwa matendo mema au kudhihirisha matendo au upendo wa Mungu kwa wengine. Maana upendo wa Mungu ndani yetu unakuwa ni udhihirisho kwa ndugu wengine. Pale ambapo tunatembea kwa matendo mema. Kwa hiyo ni muhimu. Ni ya muhimu sana. Ni muhimu sana. Bwana ambapo unasema uko na upendo wa Mungu lakini unakaa unatulianga tu. Unakaa unatulianga tu, inakuwa haizalishi. Maana hebu imagine Rahabu angetulia tu akose kuwakaribisha wale ndugu. Angetulianga tu. Aseme mimi Mungu wa Israeli namjua na mwamini, lakini angekosa kufanya kile kitendo kuwakaribisha wale ndugu na kuwahifadhi. Ingekuwa awangejua, imagine. Kwa hiyo tunaona kwamba alihesabiwa kuwa na haki na wale ndugu kwa sababu alifanya kile kitendo cha kuwakaribisha. Aliwakaribisha, akawahifadhi. Na tunaona kwamba ni udhihirisho wa ile imani aliyokuwa na kwa Mungu wa Israeli. Kwa hiyo pendo la Mungu leo liko ndani yetu. Limemiminwa ndani yetu. Kwa hiyo muamini anatembea kwa kudhihirisha. Zingatia kwamba hiyo ni muhimu sana. Katika mwenendo wa muamini wa kila siku anahitaji kudhihirisha. Kutembea kwa kudhihirisha pendo la Mungu ambalo umelipokea ndani yako. Na maana pale ambapo unatembea muamini anatembea kiholela. Pale ambapo muamini anakuwa kiholela katika mwenendo wake, unakuwa kwamba au tembei sawa sawa na
ile ambayo ni asili yako ndani yako. Unatembea nje na asili yako. Kwa hiyo ni muhimu. Ni muhimu. Na kumbuka kwamba tumeona kwamba haya matendo hawahesabiwi kuwa na haki kwa matendo mbele za Mungu, bali ni kwa wanadamu. Kwa wanadamu. Na hiyo ni udhihirisho wa ile imani ambayo ulionao kwa Mungu. Au kile ambacho umepokea katika kumwamini Kristo Yesu. Unadhihirisha kwa wengine. Kwa hiyo naamini iko clear. Wagalatia 5:6. Wagalatia 5:6. Anasema hivi, maana katika Kristo Yesu kutahiriwa kufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. Haleluya. Anasema kutahiriwa kufai neno wala kutokutahiriwa, bali imani itendayo kazi kwa upendo. So kwa hiyo ni muhimu sana, kwamba mwamini anafaa kutembea kwa kufikia mahitaji ya ndugu, ambapo anakuwa anadhihirisha ule upendo wa Mungu ambao umemkalia, au anakuwa anazalisha kutoka kwa imani aliyonao kwa Mungu. Na hilo likukae kwamba mbele za Mungu siku zote tunahesabiwa haki kwa imani. Kwa imani, sio kwa matendo. Kwa hiyo anahitaji matendo ni nani? Ni mtu, sio Mungu. Kwa hiyo anahitaji kuona matendo. Matendo mema ambayo ni udhihirisho wa imani yako ulio mbele za Mungu ni mwanadamu. Wow. So naona kama nitakomea pale, na Kristo anazidi kutubariki sana. Kwa hiyo tusimame kwa miguu yetu. Saidia kunena kwa lugha kwa dakika 2. Shukuru Mungu. Adhimisha Bwana. Uze Bwana. Adhimisha Mungu kwa ajili ya kile ambacho amefanya kwetu. Amefanya katika maisha yetu. Ametupa roho wake ndani yetu.